ninaposimama kujadili hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ninamshukuru Mungu kwa sababu sehemu kubwa ya hotuba ile, hasa kwenye miradi ya kimkakati, iligusa jimbo letu la Bagamoyo ili kuwakilisha taifa hili. Na ninapojadili leo hotuba hii ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa madarakani, ninawiwa kusema kwamba hata miradi ya kimkakati kazi imeanza. Ninaposema hivi, najielekeza kwenye sekta ya viwanda na uwekezaji. Nia ya serikali ya kuanzisha kongani nyingine ya viwanda kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bagamoyo, jambo ambalo lilichukua takribani miaka 15. Eneo lilikuwa limepimwa na wananchi wamesubiria sana. Kwa mara ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 12 2025 tulimpokea Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Profesa Kitila Mkumbo akija na wawekezaji 6 na kuwakabidhi hati ili ndani ya mwaka mmoja wajenge viwanda. Wana Bagamoyo tunashukuru hatua hiyo, lakini kana kwamba haitoshi, katika kipindi cha siku 100 tumepokea mawaziri 3 ukiwemo Mheshimiwa Waziri Mkuu mwenyewe Dr. Mwigulu Nchemba, na wapongezeni kwa kazi nzuri tangu mmeteuliwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa mawaziri wote. Lakini kana kwamba haitoshi, ndani ya siku 100 tumeona ushuhuda wa kuanza kwa mradi wa ujenzi wa bandari mpya Bagamoyo baada ya mamlaka ya bandari Tanzania kusainiana MOU na kampuni ya ujenzi wa bandari ya Bagamoyo kwa kuanza ujenzi wa gati 3. Miradi hii mikubwa imepelekea wananchi wa Bagamoyo kupitia ziara niliyoifanya kata karibu zote kuwashukuru na kusikiliza kero zao, kunipa maoni yao. Na kubwa tunachoomba serikali, kwa kuwa tunajua mnaongoza kwa kauli mbiu kazi na utu, na utu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumeuona mara nyingi. Ombi letu ni malipo ya fidia kwenye maeneo ambayo yalichukuliwa kwa ajili ya miradi hii. Tumesubiri muda mrefu, lakini tumeanza kuona mwangaza, hasa baada ya serikali kuamua kufungua ofisi kata ya Zinga ya Tiseza kwa ajili ya kusikiliza wananchi wa maeneo ya Kondo, maeneo ya Mlingotini, Pande, Zinga, Kiromo. Kwa sasa, kwa kuwa tumeshaona dalili na mwelekeo wa miradi hii kuanza na maelezo ya serikali ya hatua za awali, tunaamini watalipwa fidia na kupewa makazi mengine. Lakini kana kwamba pia sambamba na hilo, kwa kuwa miradi hii itahitaji sekta ya uwezeshaji ya nishati, na kwa kuwa tumeona ndani ya siku 100 kishindo cha uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusaini mikataba ya kusambaza umeme vitongoji 9,009, mradi mkubwa wa aina yake utakaogharimu trilioni 1 na bilioni 200. Na Bagamoyo tunashukuru kupata vitongoji 21 kati ya vitongoji 330 vya mkoa wa Pwani. Tuna imani miradi hii pia, mpango wa ujenzi wa substation kata ya Zinga na njia ya kusafirisha umeme kutoka Chalinze mpaka Bagamoyo, pamoja na miradi wezeshi ya barabara ya Makofia Mlandizi na kipande cha SGR kutoka Kwala mpaka eneo la viwanda. Tuna imani ndani ya miaka hii 5 Bagamoyo inaenda kuwa mji mwingine kabisa, na baada ya kupata hadhi ya kuwa halmashauri ya mji. Lingine ambalo ningependa kuchangia kutokana na hotuba hii ya Mheshimiwa Rais ni mafanikio ya sekta ya madini. Tunatambua ndani ya miaka 5 iliyopita ya muhula wake wa kwanza aliweka historia ya kuhakikisha kwa mara ya kwanza tangu uhuru Benki Kuu inanunua dhahabu. Uamuzi huu ulikuwa hujawahi kufanyika, na mpaka sasa tunaposimama hapa zaidi ya tani 1.7 zimenunuliwa na Benki Kuu na kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi 10 kwenye ukanda wa Afrika. Lakini leo kama serikali inafanya maamuzi ya kuuza akiba yake kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati, napenda kuiunga mkono na kuiomba serikali isisikilize maneno ya watu ambao hawaitakii mema kimfaacho mtu chake. Wakati Mama Samia anatoa maono haya ya Benki Kuu inunue dhahabu, hata hawakutoa maoni. Ni bunge la 12 kupitia kamati ya nishati na madini, kupitia kamati ya bajeti, ambapo Mheshimiwa Rais alisikiliza na Wizara ya Madini ikaanza kufanya hiyo kazi. Inaposema leo inataka kuuza sehemu
ili kugharamia miradi yake ya kimkakati, kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje ni jambo la kuliunga mkono, na hawa wanaharakati utwara ni wa kuwapuuzia na kuwaomba Watanzania wasipate taharuki yoyote, kwa sababu huo ni uamuzi wa kimkakati na ni sehemu ya hotuba yake ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ukurasa wa 14, na naomba niinukuu aliposema, tutaimarisha masoko ya mtaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji. Napenda kumalizia kwa kuunga mkono hoja hii na kutakia kila laheri Mheshimiwa Rais. Hotuba hii mengi yanatekelezeka katika muhula huu wa pili, na kwamba tuna imani maendeleo makubwa yatapatikana. Asante sana kwa kunipa fursa hii na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana mchango. Nimwite sasa Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, atafuatiwa na Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete. Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote ni kushukuru kwa nafasi hii ya kuchangia hotuba hii ya Mheshimiwa Rais. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii adhimu kumshukuru Muumba wetu kwa namna ambayo ametupa neema hii ya uhai na afya ambayo hatulipii hata kidogo. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amesimamia kwa uadilifu, weledi, kwa kuzingatia katiba, kanuni na miongozo yote ya chama chetu, kuanzia wilaya, mkoa hadi vikao vya taifa vya kamati kuu na halmashauri kuu, na hii leo mimi nikateuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Na kushukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie pia nafasi hii kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuchangia katika hotuba hii. Niwashukuru wananchi wenzangu wa jimbo la Mkinga kwa namna ambavyo walishiriki kikamilifu kwa utulivu na amani na hatimaye kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura za kishindo za 99%. Hawakuishia hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, walinichagua nami ndugu yao kwa kura za kishindo vivyo hivyo za 97%, na kubwa zaidi waliweka historia kwa mara ya kwanza katika jimbo la Mkinga kuchagua madiwani wote wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wa Mkinga, nawashukuru sana. Dunia imeona, nchi imeona, mkoa wa Tanga umeona namna mlivyofanya kazi kubwa. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie pia nafasi hii kumshukuru mwenyekiti wetu na mkoa wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli MCC wetu kwa weledi wake na ujasiri wake ameifanya Tanga kwa upande wa CCM haishikiki. Na kushukuru sana mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, nijielekeze kwenye hotuba yetu kwa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukiichambua hotuba ya Mheshimiwa Rais unaikuta ina pande mbili. Ina pande ya kwanza ambayo inaonesha ulezi, inaonesha huruma, inaonesha upendo kwa Watanzania. Lakini ukiitazama kwa upande wa pili unauona weledi wake wa kutoa dira ya kiuchumi, wa kutoa dira ya maendeleo ya kijamii kwa maana ya social economic development. Kwa kweli Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, umetutendea haki wa Tanzania, umeitendea haki nchi ya Tanzania. Wale watesi wanaosema kwamba tumekuwa na maendeleo ya vitu, hatukuwa na maendeleo ya watu. Hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan na utendaji kazi wake wa miaka minne umedhihirisha dunia na nchi ya Tanzania kwamba analenga kuendeleza watu na analenga kuiendeleza nchi ya Tanzania.